بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. mlango unaozungumzia sala at-tatawwu. Neno tatawwa maana yake ni kujitolea, kitu ambacho mtu anajitolea pasina kulazimishiwa. Kwa hiyo imebebwa hii kwa maana ya sala za sunna, kiachia sala ya faradhi ambayo imetangulia nyuma maelezo yake. Hii tunazungumzia hapa ni sala za sunna, ambaye akaanza mwandishi wa kitabu Allah amrehemu, salatu al-kusufi, sala ya kusuf, ndio aliyoanza nayo mwanzo rahimahullahu ta'ala. Sala ya kusufu ni nini? Kusuf, neno hili hutumika kwa maana ya kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi. Na neno al-kusuf huwa dhahabu duu ahadi nayiraini, huwa dhahab ni kuondoka, duu au duu mwangaza, ahadu nayiraini mwangaza wa moja ya nayirain. An-nayirain ina maana ash-shamsu wal-qamar, huitwa an-nayirani kama ilivyokuwa katika lugha ya Kiarabu tukisema al-ishaani tunakusudia al-maghrib wal-isha. Haya ni maneno ya Kiarabu ambayo hutumia Waarabu. Al-ishaani kwa maana ya salatu al-maghrib wa salatu al-isha. Na an-nayirani kwa maana ya ash-shamsu wal-qamar, kuondoka kwa mwangaza wa moja ya jua au mwezi, au baadhihi, au kuondoka kwa baadhi ya mwangaza, au kuondoka kwa baadhi ya mwangaza, sio ala al-kulliyya. Tunafahamu kwamba jua linamurika muda wa mchana na mwezi humurika muda wa usiku, kwa maana hutoa mwangaza. Mwangaza ule ukiondoka, Waswahili tunasema jua limepatwa. Ikiwa ni mwezi, mwezi umepatwa ala al-kulliyya, au baadhi ya mwangaza wake umeondoka, pia tunasema jua limepatwa au mwezi umepatwa. Panapotokea jambo hili, pana sala hapa inaswaliwa, ndio ambayo sisi tunazungumza hapa. Badala ya kuwa na dhau kuna kuwa na sawad, kiza. Na neno al-kusufu, wanasema baadhi ya ahlul ilm, neno al-kusuf khassatan lishamsi wal khusuf kwa kha. Kuna al-kusuf kwa kaf wal khusuf kwa kha. Al-khusufu khassatan lil-qamar, al-kusufu lish-shamsi wal khusufu
qamari. Na wapo losema al-khusufu wal-kusufu zinaingia zote mbili. Unaweza kusema al-khusuf lishamsi au lilqamar, kadhalika al-kusufu lishamsi au lilqamar. Na al-khusuf al-ashharu fi al-lugha. Neno khusuf ndio lililokuwa mashuhuri zaidi katika lugha, kama ilivyokuja katika lisanu al-arab kuelezea jambo hilo. ما معنى صلاة الكسوف اصطلاحا؟ صلاة الكسوف الاصطلاحا تنسمى صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمه أحد النيرين أو بعضهما، أو عند ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضهما. صلاة الكسوف اصطلاحا صلاة نصالة تؤدى inayotekelezwa bikaifiyatin makhsusatin, kwa namna maalum, inda dhahabi dawi ahadi nayiraini, pale napoondoka mwangaza wa moja kati ya jua au mwezi, au baadhihima, au kuondoka kwa baadhi ya mwangaza wa jua au mwangaza wa mwezi. Tunasema hiyo inaitwa salatu al-kusuf. Kwa hiyo tutasema kusuf ikiwa jua limepatwa au mwezi umepatwa, au khusuf ikiwa jua limepatwa au mwezi umepatwa. Hiyo ndio ambayo sisi tunaizungumza. Hukmuhu anataja Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala, wa akaduha صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها وأمر بها. aliposema wa akaduha anakusudia hukmuhu sunnatun muakkada, bal akaduha, katika sala za sunna zilizokuwa muakkada, zilizotiliwa nguvu, iliyotiliwa nguvu zaidi kutekelezwa kwake ni salatul kusuf. Ahlul ilm wanasema salatul kusuf akadu min salati tarawih wal witri. Salatul kusufi akadu min salati tarawih wa salati alwitri. Salatul kusuf ndiyo iliyokokotezwa zaidi, ndiyo iliyokokotezwa zaidi kuliko hata ya tarawehe na sala ya witri, ambayo sala ya witri hiyo baadhi ya ahlul ilm waliwajibisha, wakasema salatul witri wajiba, baadhi ya ahlul ilm. Na sababu zao wakasema kwa sababu ya kule kutokuacha Rasul alayhi salatu wassalam akiwa safarini au akiwa hayupo safarini. Pamoja na kukotezwa kwake huku na kuwajibisha baadhi ya ahlul ilmi, miongoni mwao ni al-Imam Ahmad, anasema man taraka salata al-witr athim, lakini haijafikia ukokotezwaji wa salatu al-kusuf. hiyo ndo kauli ya jumhur ya ahlul ilmi kwamba salatul kusuf ni sunnatun muakkada. baadhi ya ahlul ilmi wakasema ni wajib, miongoni mwao ni Abu Awana, yeye akasema ni wajib katika madhehebu ya al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Malik ye akaipitisha hukumu ya salatul kusuf majra al-jum'ah, mapito ya sala ya Ijumaa, kwa na kaonelea ni wajib.
kadhalika kauli ya kuwajibishwa kwake walitilia nguvu al-Imam Shaukani rahimahullahu ta'ala wa Sadiq Hasan Khan al-Muhaddith juu ya uwajibu wa sala ya kusuf, lakini jumhur wakasema wao ni sunnatun muakkada. wakakhtalifiana katika khusuf lilqamar, amma lishamsi muakkada, wapo waliosema ni wajib. Kisha kwenye khusuf alqamar wakaja na kauli mbili. Kauli ya kwanza ikasema sunnatun muakkada kuhusu mwezi. Tukizungumzia kusuf tutazungumzia jua na mwezi. Jua wakasema ni wajib na wapo waliosema muakkada. Kwenye khusuf wakaja na maelezo mengine, wakasema ni muakkada wa tusalla jamaa ka salati kusufi shams. Kauli ya kwanza wanasema ni muakkada na usaliwa hii ya kupatwa kwa mwezi jamaa kama inavyopatwa kwa jua. Kauli ya pili wanasema haitasaliwa jamaa, nayo ni muakkada lakini kama nawafil nyingine za rawatib min ghairi ziyadatin fi ar-ruku'. Hayo amekwenda nayo al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, na wanasema kwa sababu kupatwa kwa mwezi kunakuwa usiku. Ikiwa ni usiku paka khafifishwa liwujudi al-mashaqqati fi al-layli ghaliban duna an-nahar, ambayo hoja hii sio hoja ya kisheria. Sawa? Ili tutoe katika hoja, itolewe hoja kwa dalili, sio kwa ara. Kauli ipi yenye nguvu? Al-awwal. Wa qawlu ar-rajih huwa al-awwal. Nayo ni ipi? Sala ya kusuf na sala ya khusuf husaliwa jamaa kwa utaratibu wa sawa, na hukumu yake ni muakkada. Hukumu yake ni muakkada. Kabla kusoma sifa namna ya sala ya kusuf au khusuf, kuna mambo ambayo yatakikana yazingatiwe. Ma yustahabbu liman ra'a al-kusuf, yanayopendezeshwa kwa yule ambaye ameona al-kusuf. Kabla ya kutaja sifa, kuna mambo yanapendezeshwa kwa Muislamu anapoona jua limepatwa, anafanyaje? Jambo la kwanza, al-iktharu min adh-dhikri wal-istighfar wat-takbiri was-sadaqa wasairi al-qurab. Anapoona Muislamu jua limepatwa au mwezi umepatwa, jambo la kwanza takikana akithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akithirishe kufanya al-istighfar, alete kwa wingi at-takbir, atoe sadaqa, na baki ya yale ambayo yatamkurubisha kwa Allah ayafanye muda ule. Kama ilivyokuja hadithi mbele ya al-Imam al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, fa idha ra'aytum dhalika, ikiwa nyinyi mtaliona hilo. Hadithi imeanza mwanzo kama ambavyo tutaelezea hapa katika kipande chake cha nyuma kwenye manhajus salikin. Fa idha ra'aytum dhalika, ikiwa nyinyi mtaliona hilo, al-kusuf au al-khusuf, fad'u Allah, muombeni Allah, wakabbiru, naleteni takbira kwa wingi, wasallu,
nasalini watasaddaqu, natoweni sadaka. Kadhalika katika ambayo yanafanywa miongoni mwa yanayokaribisha kwa Allah ni jambo la kuacha huru watumwa. Imekuja hadithi ya Asma radhiyallahu anha, laqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil'ataqati fi kusufi ash-shams, ameamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kuacha huru pale ambapo jua limepatwa au mwezi umepatwa, hadithi ambayo imepokea Imam al-Bukhari wa Abu Daud. Kwa kila mmoja atafanya lile ambalo la mwepesikia kujikaribisha kwa Allah anapoona hali kama hiyo, sababu ni hali ya fazaa. Jambo la pili ambalo Muislam anatakikana alifanye, al-khuruju lis-salati jamaa fil masjid, kutoka kuelekea msikitini kusali sala ya jamaa, sala ya khusuf au sala ya kusuf. Yatakana Muislam atoke yeye na niswa wanawake waende wakasali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la tatu ambalo miongoni mwa tumetaja hapa juu, yakhruju lis-salati an-nisa, wanawake nao watoke waende wakasali, kama ilivyokuja hadithi ya Asma bintu Abi Bakr, anasema ataitu Aisha, nilimjilia mimi Aisha radhiyallahu anha, zawja an-nabii sallallahu alayhi wasallam, hina khusifat ash-shams, ilipopatwa jua. Fa idha an-nasu qiyamun, tahamaki nikawakuta watu wamesimama, yusallun wanasali, wa idha hiya qa'imatun tusalli, tahamaki na yeye Aisha nikamkuta anasali. Jambo la nne la wahusu zaidi waadhini wa misikiti na wale ambao wapo misikitini, an-nida'u lis-salah, wanapoona hilo wawaite watu kuswali kwa tamko as-salatu jami'a, waseme as-salatu jami'a min ghairi adhanin wala iqama, sio kuadhini. Sala ya al-khusuf, sala ya al-kusuf hakuna adhana. Tumezoea sisi hapa, ukisikia adhana saa 4 usiku unasema mwezi utakuwa ushapatwa nini, kwa sababu ndivyo watu wanavyofanya. Kitakiwacho ni kusema muadhin as-salatu jami'a. Tamko hili alikuwa Rasul alayhi salatu wassalam akilitumia pale anapotaka kuwaita waislamu, si katika salatu, hata katika jambo fulani, jambo muhimu atakaeleza huambia as-salatu jami'a, kama hadithi ya Abdullah ibn Abd Rabbil Ka'ba aliposimulia hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, walipoenda safari yao kafika sehemu wakapumzika. Baadhi yao wakawa wanarusha mishale, wanalengesha mishale kujifundisha, wengine wakawa wanawalisha wanyama, wengine wakawa watengeneza mahema. Tahamaki akaja idhnada munadi rasul alayhi salatu wassalam as-salata jami'a, as-salata jami'a, na hapakuwa na sala. Aliwaita kuwaeleza baadhi ya mambo. Kwa huo ndo alikuwa akinadia hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-salata jami'a min ghairi adhanin wala iqama, pasina adhana wala iqama,
kama ilivyokuja hadithi mbele ya Imam al-Bukhari, hadithi ya Abdullah ibn Amri qala lamma kusifat ash-shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nudiya inna as-salata jami'ah. Zama lipopatwa jua katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, palinadiwa hakika ya sala jamia, anawakusanya. Walaysa laha adhanun wala iqamatun ittifaqa, hakuna adhana wala iqam kwa makubaliano ya ahlul ilm. Ittifaq sio wapi mpata hawa wanaoadhini. Mmenifahamu? Jambo la tano ambalo yapaswa Muislamu anapoona hali hii baada ya kusali, al-khutbatu ba'da as-salah, ni kutoa khutba baada ya sala. Ma yustahabbu liman ra'a al-kusuf al-khutbatu ba'da as-salah, kutoa khutba baada ya sala. Na sunna yake ni kutoa khutba ka khutbatil Eid, kama khutba ya Eid. Kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ambayo amesimulia al-Imam an-Nawawi katika al-Majmu', kadhalika al-Imam Ibn Hajar katika Fathul Bari, na ipo tamko kwa al-Imam al-Bukhari. Tunasema Aisha radhiyallahu anha, inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma faragha min as-salah, zama lipomaliza kusali, qama wa khataba an-nas, alisimama ka khutubia watu, fahamida Allah wa athna alayhi, alimhimidi Allah na akamsifia. Thumma qala, kisha akasema, inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allahi azza wa jalla, hakika ya jua na mwezi ni alama miongoni mwa alama za Allah. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayati, hapatapata jua wala mwezi kwa mauti ya mtu wala uhai wa mtu. Sababu usiku iliyopatwa jua wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyo katika Fathul Bari, ilikuwa ni siku ya mauti ya Ibrahim ibnuhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa watu wakawa wanasema maneno fulani, huenda imepatwa hii jua kwa sababu ya mauti ya Ibrahim. Rasul alayhi salatu wasalam akawagombeza, la yakhsifani limauti ahadin wala lihayati, fa idha ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kwa khutba na wakumbusha watu juu ya jambo lililotokezea. Hayo ni mambo ambayo Muislamu anatakikana ayafanye siku ambayo ameona hali kama hiyo ya kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi. Jazakumullahu khaira. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصلى على صفة حديث عائشة, na itasaliwa salatu al-kusuf juu ya namna iliyokuja katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jahara fi salati al-kusuf fi qira'atihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alidhihirisha katika sala ya kusuf kisomo. Fasalla 4 rak'atin fi rak'atayn, akasali rukuu 4 katika rakaa 2. Fasalla 4 rak'atin fi rak'atayn, amesali rukuu 4 katika rakaa 2. Wa 4 sajadati, na sijda 4. Muttafaqun alayhi, hadithi Bukhari wa Muslim. Tuna maelezo huku chini. Hadithi nambari 1, lamma waqa'a al-kusufu
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipopatwa jua alitoka hali ya kuwa amefadhaika, hali ya kuwa anaburura rida yake, kwa maana amefadhaishwa. Alivyofadhaishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nendo anafahamu zaidi kumhusu Allah tabaraka wa taala, anafahamu zaidi kuhusu jambo hilo, ametoka hali ya kuwa amefadhaika. Muislamu atakikana naye afadhaike kwa jambo hili, na sio kuchukua simu na kuanza kupiga picha na kufanya hivi na kufanya hivi. Afadhaike, bali atoke haraka ndani ya nyumba, usiseme kwamba watafanya wengine. Rasul alayhi salatu wassalam ametoka hali ya kuwa amefadhaika. وقال كسيما إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. حقيقة جوا na mwezi ni alama miongoni mwa alama za Allah. Kisha kawaambia wa inna kusufahuma ayatun min ayati Allah. Hakika ya kupatwa kwake ni alama miongoni mwa alama za Allah. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. Napoliona hilo basi fadhaikeni, kimbilieni kuelekea katika sala. Wa hadha amrun bis-salati 'inda al-kusuf. Na hii ni amri ya kusali pale ambapo jua au mwezi umepatwa.